Shalom shalom, na kusalimu sana kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Natumaini upo salama na sisi tupo salama kwa jina la Yesu Kristo. Tunashukuru Mungu na tunatoa tena shukrani zetu tukiwashukuru sana kwa sapoti yenu, jinsi mnaendelea kutusapoti, jinsi mnaendelea kufuatilia ndani ya channel yetu yenu ambayo inatusaidia siku kwa siku tukitafsiri ndoto ama ndoto na tafsiri zake, tukienda tukijifunza mambo kadha wa kadha. Mungu aendelee kuwabariki. Sasa kwa hivyo, kwa kweli kama vile tulikuwa na ahadi ya kwamba tutakuja kutafsiri ndoto ya kuota ukijiona uko utupu mbele za watu, ama unatembea ukiwa umevaa nguo afu baadaye unaona nguo zimetoka, umevaa uchi kabisa, uko uchi ukitembea ndani ya watu. Lakini ndani ya ndoto hizo ninajua hakuna mtu ambaye ashagaota ndoto ya kuota akiwa uchi akabaki bila aibu. Najua bila shaka ya kwamba ukiota ukiwa uchi lazima uwe na aibu kwa kutembea, ama wengine huwa wanakimbia wakati tu amejiona kwa uchi, anapita na kimbia sana. Kwa hivyo nitazitafsiri kwa namna mbili. Kama vile huwa tunaendelea tukitafsiri kwa namna mbili, katika ulimwengu wa kawaida na katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hivyo tutaangalia ndani ya Biblia neno la Mungu linasemaje kuhusiana na kukaa uchi. Ndani ya neno la Mungu Biblia inasemaje, na katika ulimwengu wa kawaida huwa nazo zinatafsiri aje. Moja kwa moja sasa tukuje katika ulimwengu kwanza wa roho, ili tujifunze neno moja ama tafsiri hizi. Katika ulimwengu wa roho, mwana wa Mungu, ukiota uko uchi, jifunze ama ingia kwenye maombi. Sababu gani? Kuna mambo tofauti kabisa, kuna mambo usiyoyaelewa kabisa katika ulimwengu wa roho yanaenda kutokea katika ulimwengu wa kawaida ukiota ukiwa uchi. Tutasoma katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 3 mstari wa 7 mpaka mstari wa 10. Wewe utapasoma hapa. Ni wakati ambapo Adamu na Eva walipojikuta wakiwa uchi. Walipotenda dhambi, walikuja wakajiona ni wako uchi, ndipo wakakimbia uso wa Mungu, wakakimbia uso ya Mungu. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Mwana wa Mungu, ukiota ndoto hii ukijiona uko uchi katika ulimwengu wa roho, ina maana kwamba kuna dhambi uliyoitenda ambayo inakunyemelea na imekuacha utupu kabisa. Kuna dhambi uliyoitenda ama kuna dhambi utakayoitenda, sababu ndoto inaweza kuwa ni mambo ambayo tuliyoyatenda ama mambo tunayoishi ama yanayokuja. Ndio hivyo, ndio ndoto huwa zinatafsiri mambo tunayoyaishi ama yale mambo ambayo tunaenda kuingia ndani. Kwa hivyo ukiota ukiwa uchi, jichunguze sana 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 katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho hapo kuna mzigo, kuna tatizo kubwa sana ambayo kuna jambo litakuja kukufikia. Ni jambo ambalo hilo jambo silo la kawaida, jambo ambalo si la kawaida, ambalo litakuja kutokea, ambapo wewe mwenyewe utakumbwa na aibu mpaka dunia itakushangaa ukiota ukiwa uchi. Tusome tena kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura yake ya 3 mstari wa 17 mpaka 18. Neno la Mungu linasema, nunua mavazi meupe kwangu, ndipo uzitiri uchi wako. Yaani ununue mavazi meupe kwake Mungu ili uzitiri uchi wako. Kwa hivyo mwana wa Mungu, hii ni onyo. Wakati umeshaona kwamba umetenda dhambi sasa, yani ukitenda dhambi tu, aibu kikutokea, mwana wa Mungu, kwa uchi, dunia imekujua, mambo mengi, yani tafuta mavazi mbele zake Mungu. Ni kutafuta nguo ambazo unafaa kuvaa za kiroho. Unafaa kuvaa za kiroho. Nielewe vizuri, mwana wa Mungu, ukiota uko uchi, hii ndoto ni mbaya, tena mbaya sana, tena sana. Nimerudia tena kama mtumishi wa Mungu, ndoto hii ya kuota ukiwa uchi ni mbaya sana sana. Ni mambo ambayo yanaongelea dhambi, ni neno la dhambi. Ukiota ukiwa uchi, kuna aibu
utakayoitenda ambayo utajaa dunia mzima, utajaa area, utajaa mtaa mzima, ambao watu watakuelewa, watu watakushangaa, ambao shetani anaenda kukuaibisha. Kwa hiyo mwana wa Mungu, ukiota tu kabla hujafikiwa na tatizo hilo, anza kuchunguza katika ulimwengu wa roho. Je, mimi na Mungu viko aje? Je, katika maisha yangu ya upatanisho na Mungu, maisha yangu ya maombi, maisha yangu ya kusoma neno la Mungu liko aje? Na aibu hii inaenda kunipata ni aibu ya aina gani? Mungu anakuja kukufunulia, na Mungu ukianza kumuomba Mungu akulinde, Mungu atakulinda. Bwana Yesu atusaidie sana. Tusome tena katika kitabu cha Nahum kisura yake ya 3 na mstari wa 5. Napo panatuambia kwamba tusiporudi kwake Kristo, ama tusiporudi kwa Mungu, atatufunua ili aibu yetu aiweke hadharani. Ili aibu yetu, ile aibu ambayo sisi tunatenda, yale mambo ambayo tunatenda sirini, zile dhambi ambazo umetenda sirini, usipomrudia Mungu, aibu yako ataiweka hadharani. Atatangaza aibu yako mbele ya mataifa, mbele ya watu. Kwa hivyo mwana wa Mungu, ukiota ndoto hii, sio ndoto nzuri, sio ndoto nzuri kabisa. Ninakusihi sana, ukiota ndoto hii, anza ingia maombi. Na kama hujui jinsi ya kuingia maombi, kama wewe haujaokoka, mtafute mtumishi wa Mungu aanze kukusaidia katika maombi, sababu aibu, mwana wa Mungu, tukianza kuaibika katika dunia hii ni shida, ni tatizo kubwa sana. Ninakusihi sana mwana wa Mungu, kwa upendo wa Kristo, ukiota ndoto ya namna hii, anza shika maombi, anza kujikaribisha mbele za Mungu, ili Mungu asifunue aibu yako mbele za watu, asifunue aibu zako mbele ya mataifa. Mwana wa Mungu, Mungu anakupenda, Mungu anakuhitaji, Mungu anakutaka. Kwa hivyo anza kuchunguza katika ulimwengu wako wa roho. Mambo ya kawaida nayo katika tulisema kwamba tunaenda kustafsiri katika aina mbili, katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa kawaida. Ni kama sawasawa tu, hakuna tofauti ndefu ya kwamba katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa kawaida vyote ni kama moja tu. Ukisikiliza zote ni moja, sababu ukiota katika ulimwengu wa kawaida tu ni kwamba kuna aibu inaenda kufanyika, inaenda kutendeka, aibu ambayo inaenda kukufikia kesho ama kesho kutwa, ama kuna yale mambo unayoyafanya ambayo hayajakuwa sawa, ambayo yataenda kutokea, alafu yanakuletea aibu. Unaona, vyote ni vimoja katika ulimwengu wa kawaida na ulimwengu wa roho, vyote vinapelekana. Mungu akubariki sana, Mungu aendelee kukulinda. Ndani ya Ayada tuko hapa kwa ajili yako. Nielewe sana, ndani ya Ayada tuko hapa kwa ajili yako, ili tuendelee kuongea na nafsi ambazo zinahitaji rutuba. Yes, nafsi ambazo zinahitaji rutuba, zinahitaji mbolea ili ipate kukomaa, ili mbegu zipate kukomaa. Mungu awabariki sana, na wapenda, na Mungu aendelee kuwapea haja ya mioyo yenu. Shalom, shalom. Mungu awabariki sana, Mungu atembee pamoja na nyinyi. Shalom.